Well, hii ni video ambayo niliiahidi na leo nakuletea jinsi ya kufanya mapenzi kwa muda mrefu. Tafiti za kisayansi zinaonyesha wazi kabisa watu wenye uwezo wa kufanya mapenzi kwa muda mrefu katika session moja, mahusiano yao yana uwezekano mkubwa wa kudumu kuliko mahusiano yale ambayo wanafanya mapenzi kwa muda mfupi. Kuna njia ya kufanya mapenzi kwa muda mrefu inayoitwa kareza. Ni njia ambayo nimefanyia utafiti, nimesoma miaka mingi kidogo iliyopita, na imethibitishwa kabisa kwamba inaongezea nguvu katika mahusiano. Na kuna njia nyingine ya kufanya mapenzi polepole. Sawa, kuna njia nyingine ya kufanya mapenzi polepole kwa utaratibu na mambo yake mengi, inaitwa Kama Sutra. Kama Sutra na yenyewe vile vile inasaidia uhusiano wa watu wawili kupendana. Kwa nini nimelizungumza hili, lakini ningependa kulizungumza kwa faida ya watazamaji wapya. Kuna kichocheo ambacho kinaitwa oxytocin, ambacho kinasababisha umpendelee uliyemzoea, ukamkwepa yule ambaye anajipendekeza, ambaye hujamzoea. Tafiti hii ilifanyika ikathibitisha kabisa kwamba kufanya mapenzi kwa muda mrefu kunasaidia sana 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 mtu kumpendelea yule ambaye umeweza. Sasa kutokana na kero mbalimbali za mwanamke anamkera mwanaume, mwanaume anamkera mwanamke, unajikuta kwamba watu wanafanya mapenzi kwa mazoea. Unafanya ili mradi sijamnyima. Sasa hii unapokuwa umemaliza inaleta shida, kwa sababu mwenzio anakuwa hajamaliza hamu yake. Umemaliza mapema, lakini mwenzio hajamaliza hamu yake. Sasa katika ulimwengu huu ambapo mwanaume uliye naye au mwanamke uliye naye alishakuwa na wapenzi 3, 4, 5 au 6 zaidi yako, unatarajia nini? Kwa nini asikulinganishe na watu wengine? Hebu fikiria huyu mwanamke ananipigia simu, anasema daktari, mchumba wangu tunakaribia kuingia ndani ya ndoa, lakini naona mbegu zake ni nyepesi sana. Huyu mwanamke dada asema naona mbegu zake za kiume ni nyepesi sana. Anamlinganisha na nani kama sio wanaume wengine? Anamlinganisha na nani kama sio wanaume wengine? Hebu fikiria, huyu ni dada yuko Uarabuni, mchumba wake yuko Tanzania, hawajawahi kufanya mapenzi. Anatarajia huyu dada akitoka Uarabuni kuja Tanzania watafunga ndoa, lakini kwa sababu hajawahi kufanya naye mapenzi, akamuuliza mpenzi wake, hebu naomba utumie picha ya uume wako ilivyo nione, ingawa hajawahi kufanya mapenzi. Akamtumia picha, akaona hajaiona vizuri, akamwambia tuma nyingine, siku nyingine tofauti, tuma nyingine. Akatuma. Huyu dada anaelewa sana, daktari, mwenzangu ana uume mdogo sana na wasiwasi na kuingia ndani ya ndoa. Unayo dawa ambayo nikimpa asijue kwamba ni dawa ya kukuza uume? Kwa kumpenda anampenda, kumpenda anampenda, lakini huyu dada anasema kwamba nahisi nikiingia kwenye ndoa na mwanaume mwenye maumbile madogo sitafurahia tendo la ndoa. Je, unayo dawa ambayo nikimpa hata jua kwamba ni dawa ya kukuza uume itamsaidia? Kaambia dawa nayo ya kukuza uume, lakini lazima mjue kwamba hii dawa ni ya nini. Sawa, lazima ajue dawa hii ni ya nini. Na hii dawa kwa sababu inachukua muda mrefu, haileti madhara, itachukua muda mrefu kuitumia. Lazima ajue hii dawa, kwa sababu ni dawa ambayo unaweza ipate ongezeko la kutosha. Utumie kwa miezi 2 hadi 3. Upate kitu ambacho hakitakuletea madhara na nguvu zinabakia pale pale na badiliko linakuwa la kudumu. Akasema daktari, nimeingia mahali pagumu sana. Sasa analinganisha huu uume wa mwanaume na wa nani? Kama kuna malinganisho ya design hiyo, haya mwingine akaniambia, haya, huyu mwanaume ana korodani 1. Daktari, huyu mwanaume ana korodani 1, inakuwaje? Kwa atazaa kweli? Huyu mwanamke anauliza swali. Naye kishaziona kuna wanaume wengi wana korodani 2. Sasa huyu mwanaume ana korodani 1. Zile kokwa zile.
Sasa haya mambo haya mambo lazima yafanyiwe kazi kikamilifu. Sasa kabla ya hilo sasa, kuna umuhimu wa mtu kujua kwamba huyu ni mwanamke, ajue kwamba mwanaume ana maandalizi ya kwake. Yaani mwanamke anapaswa ajue vitu vya kumwandalia mwanaume. Mwanaume ana maeneo 14 na kila eneo lina ufundi wake, sawa? Na mwanaume naye anapaswa ajue kwamba mwanamke ana maeneo 17 na kila eneo lina ufundi wake. Sasa si lazima utumie hayo yote maeneo 17 kwa siku moja, ili kumchanganya akili asikuzoe unachanganya mambo. Lakini kuna mengine ambayo ni ya msingi ambayo huwezi ukayaacha katika hayo 17. Kwa ni jambo la msingi ufahamu kwamba ili uweze kufanya mapenzi kwa muda mrefu ujue mambo mengi. Hebu fikiria story hii. Inasema hivi: Dokta, mimi ni mwanaume mwenye umri wa miaka 43 na ndoa yetu ina muda wa miaka 22. Imeshawahi kutokea mara moja kwa mwezi au katika hali ambayo hatukutarajia, tunafanya mapenzi kwa muda mrefu. Tunatiana, tunachezeana, tunatiana, tunachezeana mpaka inafika majira ya saa 9 asubuhi. Usiku wa namna hii ambapo tumefanya mapenzi kwa muda mrefu, kwangu mimi ni kitu cha thamani sana, na hasa kwa watu ambao wako ndani ya ndoa kwa muda mrefu. Ni kitu ambacho kinakumbusha kule mlikotoka na kwamba mnakoenda vile vile ni kuzuri. Inasababisha hisia nzito sana sana. Kwa mimi ni mwanaume anazungumza, nakupa story ya kutoka mwanaume. Anasema hivi, kwa mfano tumeanza mapenzi saa 4:30 usiku. Unavua nguo pale, mnaanza kupeana mabusu, lambana, mnanyonyana ulimi, mnaita denda, na kusana, mnatekenyana mpaka ikifika saa 5:15 hivi kila mtu anakuwa ameiva. Unaona, hiyo ni saa 5, wameanza saa 4:30, ikifika saa 5:15 kila mtu anakuwa ameiva. Tunaingiliana. Tukishaingiliana hapo itaweza kufika mpaka kwenye saa 5:30, saa 5:30 au zaidi ya hapo. Hapo sasa tunaweza kufanyiana masaji. Masaji hujui kama inafanyika vipi? Hiyo ni video, na video zaidi ya 60, moja kati ya hizo ni za masaji. Zote hizo 60 kwa gharama ya shilingi 10,000 na kutumia maelekezo na kuwekea hapo chini. Ikifika saa 5:30 hiyo tunaanza michezo ya kitandani. Mnaweza mkapigana na kwa mito, mnachezeana, napigana kwa mito. Mnatekenyana, unamtekenya mwenzio au unatekenya miguu yake, unakojoa kwenye ule unyayo, unatekenya kwenye ule unyayo, tekenya hivi, vitu kama hivyo. Tayari hapo mimi uliko umelala tayari unaanza kupata chaji mpya. Tunatiana tena. Mara nyingine ikiwa nimemtia nikishakojoa sitoi. Anasema hivi, nikishaingiza afu nikakojoa sitoi hata kama imelala. Mke wangu ananifanyia mchezo ule unaitwa pompaya. Pompaya ni jinsi kwa mwanaume anaufinya uke kwa kutumia, anaufinya uume kwa kutumia uke. Sasa kuna mafundisho yake, kuna video yake maalum, utamwona mwanamke amekaa hivi, anafundisha hivi, anaweka uume wa bandia, lakini anakufundisha wewe jinsi ya kufinya uke kwa kutumia, ya kufinya uume kwa kutumia uke wake. Kwa utamwona huyu mwanamke ana uume wa bandia, lakini anafundisha jinsi gani ya kufinya uume mwanaume anapokuwa ameingilia. Hasa unaufinyaje anapokuwa ameingia au ametoa. Hayo ni maelekezo kwenye hiyo video maalum. Lazima ujue timing, unaufinyaje, manake la sivyo unapofinya wakati mazingira sio yenyewe unaweza kumuumiza huyo mwanaume. Sasa hiyo ni story nyingine. Kwa hiyo anasema hivyo. Kwa hiyo anaingiza, kwa hiyo akianza kufinywa akiwa kule ndani, unaanza kupata joto la ule uke na unaanza kusimama tena. Kwa hiyo anaweza kurudia mara ya pili kwa staili hiyo. Akiwa kishatiana tayari,
Akimaliza tena anaanza kuchezea. Sawa. Mwanamke sasa anakaa nyuma ya mgongo wa mwanaume, mwanaume amekaa mbele yake, mwanaume anakuwa yuko mbele yake. Sawa. Kiume umelala, sawa. Mwanaume anakaa mbele yake, mwanamke anakaa amenyuma, anapiga magoti hivi. Mkono wake wa kulia huyu mwanamke unachezea korodani za mwanaume. Unachezea uume. Mkono wa kushoto sasa amemkumbatia hivi, mwanaume yuko hapa katikati, sawa. Sasa amemkumbatia hivi, mwanaume yuko hapa katikati. Mkono huu wa kushoto unachezea chuchu za mwanaume, unachezea korodani, unachezea I love you baby, I love you. Usifanye mapenzi kama mabubu. Kwa hiyo kuna michezo I love you baby, na unanitekenya vizuri na wewe baby. Kwa hiyo kuna maneno vinaenda hapo, anamchezea chezea mpaka dudu anasimama. Akisimama anaanza kulinyonya mwanamke, analinyonya, analamba, ananyonya, analamba, anakuja kwenye korodani, anazibugia vitu kama hivyo. Masaa yanaenda, alafu wanatiana tena. Unaweza kuona hiyo imeshafika saa ngapi? Saa 6:30, saa 7 kasoro. Kama kuna juisi kidogo mnaweka pale, mnakunywa juisi, kwa sababu umepania kwamba leo tunataka show ndefu. Sawa, hii movie iwe ndefu, si ya TikTok dakika 5 tu imeisha. Hii movie tunataka iwe ndefu, series. Hiyo ni movie series. Nakuja kidogo juisi, nakuja kidogo ndani, kimaliza hapo tayari baby I love you. Anapanda mwanamke kifuani, anamchezea kidogo kwenye kifua, anamchezea mwanaume, anaona la, na mwanamke naye anaona la. Kwa hiyo hapo mmeondoa ile tension, hakuna stress, hakuna sababu ya kulazimisha jambo lolote. Unamchezea pale, anapanda pale, unamkumbatia mwanaume, mikono yake anasugua kwenye mgongo wa mwanamke, anafinya kidogo makalio. Mwanamke amekaa juu ya kifua cha mwanaume, anafinya makalio pale, anafinya makalio, wanachezea kidogo tu hivyo, kidogo kidogo, tayari mwanaume ameshapata chaji, wanatiana tena. Unaweza kuona wakimaliza hivyo. Ngoja nimalizie na historia mwisho hapa. No. Anasema hivi. Anasema hivi, yani dokta, yani unajikuta kwamba hata unapokuwa mbali na mke wako, haya mambo unayakumbuka, ndio mnafanyana usiku kucha. Hata ukiwa mbali na mume wako, hivi vitu unavikumbuka, unavimisi. Sasa ukifanya dakika 15 tu mmemaliza, hautengenezi kumbukumbu za kutosha. Jamani, niseme nini? No. Sikiliza mwisho kumalizia, sitaki mada hii iwe ndefu sana. Huyu anasema hivi, kwa mimi dokta, tunafanya mapenzi, ninapokuwa ninamaliza, sawa, ninapokaribia kupizi, huwa napunguza spidi ili nichelewe, nisiwahi kumaliza. Si ile cheke, anapunguza. Sasa hivi anaingiza, anatoa, kuna mwamba pua, toa, anaingiza. Hiyo ya kwenda polepole inasaidia kutumia muda mrefu. Anasema hivi, ile ya pompa ya kufinya uume kwa kutumia uke inasaidia sana. Yaani mnaweza mkarudia hata mara 2 hata mara 3. Anasema cha msingi ni kwamba uwe na nia ya kufanya mapenzi siku hiyo kwa muda mrefu. Akaweka kwenye mapana kwa Kiingereza intentionality. Anasema inaleta hisia nzito sana. Lingine ambalo Dr. Mbona aliona umeshalizungumzia hapa, lakini nimegundua lina faida yake. Kuna mara nyingine tunafanya mchezo wa kukodoleana macho. Mshatiana, kila mmoja amepizi, naangaliana tu kwenye macho. Naangaliana hivi, tunashindana naye atakayeanza kufumba macho. Yaani ni michezo tu ya mbali. Naangaliana tu hivi, nani atakuwa kwanza kufumba macho? Tukodoleana tu macho. Atakaye kwa kwanza kufumba macho atamnyonya mwenzie kwa dakika 10. Kwa mnapeana vihesabu. Ukishindwa kufanya hivi, unaninyonya kwa dakika 10, kwa dakika 15 bila kupumzika. Kwa hiyo kama ni mwanaume amechelewa akafanya, mnafanya michezo kama mashindano, akishindwa kitu fulani, naambia haya ninyonye, panua miguu, mwanamke ni kulambe. Nusu saa mnaweka na saa kabisa. Kwa hiyo vitu kama hivi, kuna challenges, mnapeana changamoto za hapa na pale. Inasaidia sana
kutengeneza mshikamano mzuri sana wa kihisia. Hili ni jambo la msingi sana. Au unaweza ukamfunga kamba mwenzio kwenye macho, haoni kitu, unamwambia mkono wako wa kushoto au wa kulia utaweka kitu. Ataweka kitu, ukitafuta ukione, ndani ya dakika moja wewe umekiona. Ufumbe macho, upapase mpaka ukikute, isizidi dakika moja umekosa. Kwa kuna mchezo kama hivi vinasaidia kujenga kumbukumbu. Majuzi nilikuwa nimeenda kuogelea hoteli moja kubwa hapa nchini Mwanza inaitwa Isamilo Lodge. Huyu jamaa ana kitambi, amekuja na mke wake. Watu wengi hawana hobi ya kuogelea, mimi na hobi. Kila wiki lazima niende nikaogelea. Nyumbani kwangu sina swimming pool na sina mpango wa kutengeneza swimming pool kwa sababu napenda kusocialize, nakutana na watu aina mbalimbali na nini matia story. Sasa nimeenda kuogelea pale. Kanikuta ni mume na mke amekuja. Nilikuwa niko peke yangu kwenye ile swimming pool. Kanikuta mwanaume anajua kuogelea, sio sana, kidogo, lakini mwanamke hajui kuogelea na ni mnene. Lakini mwanaume kwa sababu anajua mke wake hajui kuogelea, yeye anajua kidogo, kwa sababu upande ule maji marefu mwanaume hawezi kwenda, wakati mimi naogelea mpaka kule maji marefu. Sasa lakini kitu ambacho kilinifurahisha ni kwamba huyu mwanaume, japokuwa mke wake ni mwoga, lakini alikuwa anamtia moyo. Wanacheza pale, anacheza na nini, anamtia moyo. Kuna ile mipira ambayo ya kuogelea mtu ambaye anajifunza. Lakini ile hali kama ile, nikasema hao watu wawili, japokuwa mwanamke ni mnene kupita kiasi kidogo, lakini ni mzuri kwa sura, lakini ni mnene kupita kiasi. Sasa michezo kama ile unaweza kuihamishia kitandani. Sasa uwezi kufanya vitu kama hivyo kama hamna mjajenga ukaribu wa kawaida katika maeneo ya nje ya kitanda. Kwa hiyo nje ya kitanda vile vile kuwa na ukaribu wa aina fulani. Mna muda wa kukaa na kuongea, ya kuchat na nini. Kama huo muda haupo, swala la kufanya mapenzi kwa muda mrefu linakuwa gumu. Kwa sababu kama hamna muda wa kuongea kwa muda mrefu nje ya kitanda, mtawezaje kuongea ndani ya kitanda? Kwa hiyo watu wengi wanatengeneza mianya ambayo inaruhusu mchepuko kwa sababu wanafanya mapenzi kwa muda mfupi. Hicho ni kitu ambacho napenda kiondoke kwenye mahusiano yenu. Na video zaidi ya 60 kwa shilingi 1000. Kuna watu wanaofikiria kwamba nauza kila video moja shilingi 10,000. Si kweli. Ni video zote 60 unapata kwa bei ya shilingi 10,000. Dada mmoja kanitumia shilingi 40,000 majuzi tu. Nikamwambia kwa shilingi 40,000 natumia video 4 kama vile hapa. Kwa hiyo ni jambo la msingi sana, lakini yule dada akasema usirudishie hela, niongezee na zile za upande wa mwanaume kumwandaa mwanamke, usirudishie hela. Kwa hiyo nikamuongezea na zile za mwanamke kumwandaa mwanaume 60 na za mwanamke kumwandaa mwanaume zote za mchanganyiko, za upande wa mwanaume na mwanamke kamtumia kwa pamoja. Kwa hiyo ni mambo ambayo mtu anajua thamani yake. Na dada mwingine kutokea Mbeya na hivyo acha kufanya hali kama hiyo. Kwa hiyo ni mambo ambayo yanawezekana, lakini yanahitaji, kwa kizungu naita intentionality. Yani unafanya kwa makusudi, kwa sema kwamba nataka hili litokee. I want this to happen. Kinyume na hapo, utashangaa tu umeboreka na mwenzio. Utashangaa tu unahamna mwenzio. Kitu ambacho sio kizuri kabisa. Maelekezo ya kupata hizo video yako chini. Kama unaangalia video hii mara ya kwanza, please subscribe ili nitakapoweka video nyingine upate taarifa haraka sana. Asante sana kwa kuchagua channel hii. Nikutakie heri katika mahusiano yako. Bye.